Saa 4 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki hapa Kenya, Uganda na Tanzania. Popote ulipo mtazamaji, ninakusabahi nikitumai kwamba Alhamisi yako imeanza vema. Hapa studioni hali ishwari kabisa na tuko tayari kukuletea matukio na matokeo ya siku kadri yanavyozidi kutokea na kutukia. Mie ni wako Andrin Kilemi, kwa moyo mkunjufu ninakukaribisha kwenye kipindi hiki ambapo kwenye awamu ya kwanza tunakuletea taarifa kutoka vijijini, vitongojini hadi hapa mjini, na kwenye awamu ya pili leo ikiwa ni siku ya Alhamisi, kama kawaida tunajikita katika masuala ya elimu. Hii leo tukiangazia mgomo wa wahadhiri. Kumbuka wahadhiri hao wamekuwa kwenye mgomo kwa muda sasa, na hili sasa linawaacha wanafunzi katika vyuo vikuu kwenye njia panda. Tutakuwa hapa studioni tukizungumza na viongozi kutoka chama cha wahadhiri humu nchini. Vile vile tutakuwa na wanafunzi wenyewe hapa studioni, na pia mtazamaji, kupitia njia za mitandao tutakuwa tunasema na wanafunzi kutoka katika vyuo vingine ambao watakuwa wakielezea hisia zao, na hali kadhalika tukijaribu kuangazia mustakabali wa elimu ya juu humu nchini. Yote hayo ni ya baadaye, lakini kwa sasa baadhi ya taarifa tulizozipa kipaumbele kwenye kiwambo chako ni pamoja na masaibu ya Bob Njagi na Nicholas Oyoo ambao ni wanaharakati na ambao wanaendelea kushinikiza kuachiliwa kwa wanaharakati wa Kenya Bob Njagi na Nicholas Oyoo ambao walikamatwa jana Jumatano nchini Uganda na watu waliojihami kwa bunduki. Ni mojawapo tu ya taarifa tulizozipa kipaumbele asubuhi ya leo. Vile vile tunaangazia usajili wa wapiga kura, na ni kuwa usajili wa wapiga kura unaendelea leo. Wale ambao hawajasajiliwa kuwa wapiga kura wanaombwa kufanya hima kufika katika afisi za IEBC au vituo vya huduma. Isitoshe mtazamaji, tutakuwa tunaangazia mrundiko wa vitambulisho. Kumbuka kuwa imebainika kuwa vijana wengi hawajachukua vitambulisho vyao, na hata baada ya miezi kadhaa kupita tutakuwa tunakuandalia taarifa hiyo na tutakujuza labda ni kwa nini hawajaweza kuchukua vitambulisho hivyo. Mwisho kabisa tutakuwa tunaangazia wazazi wa shule upili ya Talent High Turkana ambao wanaomba TSC kumhamisha mwalimu mkuu. Tayari wazazi hao wamewahamisha wana wao, huku shule hiyo ikisalia na wanafunzi 38 pekee. Ni taarifa ambayo mwandishi wetu wa gatuzi la Turkana Kitio Mika anaitupia jicho. Tutakuwa tunakueleza ni yepi ambayo yatakuwa yanachipuka kwenye upande wa pili, lakini kwa sasa tupate methali ya siku. Methali ya leo: nyokonyoko ni shimbe ya kuonana. Nyokonyoko ni tusi. Maana ya methali hii ni kwamba watu wanaoonana kila wakati hugombana. Matumizi: hutumiwa kumliwaza mtu na kumtia moyo wa kuendelea kukaa na mtu hata kama hutokea wakakosana. Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji, na asante sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Mie ni wako Andrin Kilemi, tuandamane sote hadi tamati. Vijana na wanajamii kwa jumla wanahimizwa kuwatunza wazee nchini kama njia ya kuonyesha upendo kwa wakongwe. Katika hafla iliyojikita katika kuwaenzi wazee kwa kutoa mafunzo ya ushauri nasaha na kuwarembesha katika kaunti ya Nakuru, kashfa zimeendelea kutolewa kwa baadhi ya jamii ambazo zimekuwa zikiwaua wazee kwa tuhuma za kichawi. Mike Chalo na uketo wa taarifa hiyo. Njia ya kipekee ya kuonesha upendo kwa wazee, zaidi ya wakongwe 300 wenye umri wa miaka zaidi ya 70 wakikusanyika katika eneo bunge la Bahati. Unaona penye ninafanywa hiyo machanji, nasikia vizuri kabisa, sababu nilikuwa nasikia kama kuna vitu inaendelea hivi.
Ajuza wakisukwa nywele na kurembeshwa kucha sawa na kukandwa mili, huku wazee wakinyolewa. Yote haya ikiwa ni katika hatua ya kuwaenzi wazee katika jamii, huku pamoja wakiandaliwa mlo kama njia ya utangamano. Siku ya leo mimi nafurahi sana kwa kupika huu waja, nikatengenezwa nywele na hata bado nimegojea nitengenezwa mikono na miguu. Nimefurahi sana. Mimi ni mzee na ninafurahi. Nimekuja kutengenezwa kucha ya miguu, ya mikono, and you see how beautiful they are. Ninafurahia mpaka miguu ninafanywa massage. Najisikia sawa na poa. Nimekuwa sawa kabisa. Tumejumuisha kikundi cha wazee wa miaka 70 kuenda juu. Na hawa wazee ambao tumewaunganisha hapa ni kina mama na kuna kina baba ambao tumewaleta hapa, na lengo letu kubwa lilikuwa kuwaleta wapate raha. Wale wakuja hapa wafurahie, kwa sababu imetuguza kujua kuna wale wazee ambao hawawezi kutoka manyumbani, hawana mahali pa kwenda, kujipea raha tu. Na siku ya leo sisi tukasema tuwalete pamoja, wajumuike, wengine watengenezwe nywele, kama ni wazee wanyolewe. Wito ukizidi kutolewa kwa vijana kujitolea kuwashughulikia wazee wao, sawa na kuonesha upendo wa dhati ili kutambua uwepo wao katika jamii. Watoto wanatuashiria, si mkuje mtutengenezee chage sisi, hata kama ni nywele, hata kama naeko ya ready, mimi niko tu. Hata tukienda na ndege tupelekwe, we are ready. Hatuna watoto watu wanakaa kwa nyumba. Na mimi nataka kuambia vijana hasa, tumewasahau wazazi wetu. Na tukisahau wazazi wetu, wengine hata wamekuja hapa, unapata mzazi akimwaga machozi kwa sababu wanashindwa watoto wake walienda wapi. Na ndio tupate baraka, tunauliza tu kwa heshima, tupende hawa wazazi. Ni responsibility ya vijana kutunza wazee ama wazazi wao. Na basi ndio Biblia inasema ya kwamba tuweze kuwaheshimu, na mimi niongeze hata kuwapenda mama na baba, ili siku yako wewe kijana iweze kuongezeka. Jamii ambazo zimekuwa zikiwakashifu wazee kwa tuhuma za kichawi na mwishowe kuwaua ili kurithi mali, zimetakiwa kubadili mkondo huo na badala yake kusaka baraka kwa wazee kwa kuwajumuisha katika shughuli za jamii. Mike Chelo, TV47. Mtazamaji, bodi ya usimamizi wa shule ya Turkana Talent High iliyo katika eneo la Kwakwayang, Turkana ya Kati, imeitaka tume ya huduma za walimu nchini TSC kumhamisha mwalimu mkuu wa shule hiyo Daktari Alfred Areman kwa madai ya uongozi mbaya ambao umechangia kupotea kwa mali ya shule. Wazazi wa shule hiyo kwa sasa wamewahamisha wana wao hadi shule nyingine, shule hiyo sasa ikisalia na jumla ya wanafunzi 38 pekee. Mwanahabari wetu wa Turkana Kitio Mika anatupasha zaidi. Hii ndiyo taswira kamili unayokumbana nayo unapofika kwenye shule ya Turkana Talent High. Shule yenyewe inakupa matumaini unapolitaja jina lake, ila uongozi duni. Zaidi ya wanafunzi 38 kuanzia kidato cha pili hadi cha 4 wanasoma katika mazingira haya wakiwa na walimu wawili pekee. Wakizungumza kwenye shule hii, wazazi wamemkashifu mwalimu mkuu Alfred Areman kwa kugeuka na kuwa adui wa maendeleo ndani ya shule hii, swala ambalo wanasema amekuwa akiziuza baadhi ya mali ya shule hii. Mwalimu amechukua drums za maji, amepeleka, amesiuza. So sisi tuna demand kama community, tunataka huyo mwalimu arudishe vitu za shule. Ilifika wakati ambaye alianza kubomoa maloka kutoka kwa madarasa masaa 10 ya jioni. Tunasema kama board, tulikuja kama board mpya, tukaona talenta iko kwa ICU. Wanataka principal mzuri mwenye atakuja atoe shule kwa ICU, shule iwe alive tena. Mwenyekiti wa bodi ya usimamizi wa shule ya Turkana Talent High, David Kinyonge, ametoa wito kuhamishwa kwa mwalimu Alfred Areman, akidaiwa kujihusisha na uporaji wa mali ya shule hii. Tumeongea hata na director ya TSC. Nilimwambia kwamba tumekataa kufanya kazi na Areman. Kama ni bodi yangu watoe, alafu watoe bodi nyingine waendelee na huyo mwalimu. Huyo mwalimu ni kama yule mtu ambaye hana roho
ya hiyo community. Mimi ninaomba hivi TAC na ministry wasirudishe Ariaman kwa hii shule. Kuliko kutenda haki na mema, anakuja kuuza mascrap hapa ya mashule. So tunaomba kabisa TAC na Ministry of Education mtolee mtu hapa. Wakazi hawa sasa wanadai kuwa mwalimu huyo amekuwa akihamishwa kila mara kutoka shule nyingine kutokana na mazoea yake ya kufyonza mali ya shule. Alikuwa Nakurio, akatolewa Nakurio, akaenda Kaptir, akatolewa hapo, akatolewa after Kaptir PAG, ndio sasa akakuja Talentai. Na hapo yote mwalimu mmoja hawezi zungushwa shule baada ya jingine. Kengele yenye ilikuwa hapa ilikuwa ni rimu ya gari, akauza kwa scrap. Inabidi saa ya lunch, badala waite watoto imefika saa ya lunch, inabidi mtu ati unapiga binje unasema eti ndio watoto wakuje kukula. Mkurugenzi wa tume ya huduma za walimu TSC katika kaunti ya Turkana, Sami Loitakola, anasema wamepokea malalamishi na uchunguzi umeanzishwa dhidi ya mwalimu huyo. Ile chuma yenye ilikuwa hapa yote, huyu jamaa aling'oa zote akasibeba. Nikiripotia TV47 ikiwa Lodwa kwenye kaunti ya Turkana, mimi ni Kitio Mika Masai. Asante sana Kitio Mika. Na ibada za maombi katika kanisa la Eagle Rise Christian Athi River zimesimamishwa kwa muda baada ya mzozo kuibuka kati ya wahubiri wa kanisa hilo kuhusu uongozi. Mwaluse Meshak na taarifa hii kwa kina. Hata huyu bishop na huyu kasima, they are not supposed to be here. Mzozo wa uongozi katika kanisa la Eagle Rise Christian mjini Athi River, kaunti ya Machakos, unaendelea kutokota huku shughuli za kanisa hilo zikisimama. Malumbano haya ni kati ya mwanzilishi wa kanisa hili eneo la Makadara na Hashon Wambua Mwangangi na uongozi wa dhehebu hili chini ya askofu wake Leonard Wambua. Kwa miaka kadhaa sasa kumekuwa na mzozo wa uongozi wa kanisa hilo kati ya makundi mawili na kufikishwa kortini kutafuta suluhu. Hali 2020 tulienda kortini kwa ajili ya mambo ya Lagos za church na tukapewa orders ikimrestrain yeye na agency wake na servants wake wasipate kuingiana na kazi yetu. He has chosen to send his sons and the wife to lead the team of chaos. You can see they're even recording me. Hata hivyo, kitumbua kiliingia mchangani siku ya Jumapili wakati askofu Wambua alifika kanisani na kumfurusha mchungaji Mwangangi na kumtambulisha mrithi wake. Hali hii ilisababisha maafisa wa polisi kuingilia kati na kutuliza hali. On the chairman and the presiding bishop, of course. And that's why we came to see that the new pastor is settled. But I can see his life seems to be in danger. Kwa upande mwingine, mchungaji Mwangangi akiwa na agizo kutoka katika mahakama kuu ya Machakos anadai mgogoro huu ni njama ya kumnyang'anya kanisa hilo alilolijenga kuanzia mwaka 2009. Mimi nimeanzisha kanisa, nimejenga kanisa, nimefanya kila kitu na washirika mahali hapa. Yeye hajatoa hata shilingi moja. Can work together. Eagle Rise does not support anything for the church. Kanisa pastor anajipanga na washirika wanajenga, wananunua kiwanja na wanafanya building. Kwa siku ya 5 sasa, kanisa limefungwa na shughuli zote za maombi kukatizwa. There were pastors who complained against the pastor that he had harassed them doing this and that. So the situation is just general like that. Now you can ask him. He's one of the... And again, amwezi kukataza washirika wa kanisa yao. Askofu Wambua anadai mahakama ya Mavoko imetoa amri ya mahakama kuzuia mchungaji Mwangangi kuingia katika kanisa hili. And as we are waiting for the ruling, Bishop goes ahead na kukuja hapa na yeye anasema mimi niondoke katika kanisa hili. Mwaluse Meshak, TV47, Nairobi. Na haya yakijiri, wazee katika kaunti ya Kilifi wanalalamikia ongezeko la visa vya mauaji ya wazee vinavyoendelea kuripotiwa mara kwa mara, na sasa hawana cha kusherehekea dunia inapoadhimisha siku ya wazee. Wakizungumza mjini Kilifi, wazee hao wametoa wito kwa serikali na mashirika ya kijamii kukomesha uovu huo, serikali na mashirika ya kutetea haki za binadamu yakisisitiza umuhimu wa kutafuta suluhu ya kudumu na kuanzisha miradi ya kuwawezesha wazee kujimudu kimaisha.
changamoto kubwa kama wazazi ya watoto walemavu. Watoto wengine wao walemavu ni mtoto analala, unamuamsha, unampea kitu, unamfunga pampers, unamrudisha kwa usingizi. Wengine wetu hatuna wheelchair. Watoto wanahitaji pampers, wengine wanasimia wanahitaji dawa, wengine wako na ugonjwa wa sukari wanahitaji dawa. Na wengi wetu wazazi hawa watoto ni watoto, yani ni wazazi hawana bwana. Ni wajane wengine wetu. Sasa changamoto ile tuko naye, watoto wengine ni watoto wanahitaji kufanyiwa mazoezi. Kupeleka watoto hospitali inatakikana pesa ya kwenda na kurudi ni 300. Na pale kwa hospitali tunalipishwa kila mtoto shilingi 250. Na kusema ukweli wengine wetu hatuna kazi, hatuna biashara, tunapitia changamoto kubwa. Tusalie huko Kilifi ambapo familia moja inalilia haki kufuatia kifo cha mwana wao wa miaka 15 anayedaiwa kufariki baada ya kupigwa na mwalimu wake shuleni. Na kama anavyoarifu mwandishi wetu Juliet Kimwe Kunradhi, ripoti ya upasuaji wa maiti imethibitisha kuwa mwanafunzi huyo alifariki kutokana na kuvuja damu kichwani, hali ambayo imelazimu familia pamoja na mashirika ya kutetea haki kuitaka serikali kuchukua hatua. Wingu la simanzi limetanda katika familia ya Ernestine Tunje ambaye ni mwanafunzi wa gredi ya 8 katika eneo la Kilifi Kusini baada ya kinachodaiwa kuwa adhabu ya kawaida shuleni kuwa kiini cha kifo chake. Alex Tunje ambaye ni babake marehemu anaeleza kwa masikitiko jinsi mwanawe alianza kulalamikia maumivu ya kichwa kabla ya hali kuzorota bila ya kutarajiwa. Kupeleka hospitali akaangaliwa malaria, akaangaliwa kila kitu hakuonekana, akapatiwa painkiller kutuliza kichwa. Tukaenda nyumbani, kufika hapo nyumbani kuangalia hali sizo, inazidi kupanda tu. Kabidi tukatoka moja kwa moja tukaja paka Kilifi. Tukapata kitanda, akapigwa picha ya kifua na akapigwa ya nini pia ya kichwa, kitu sana 8 hiyo. Ndio ananiambia kweli, lakini mtoto wako aliumia, aligongwa huyu ama alifanya nini? Kukatoka mwalimu mmoja hapo shule akalia, alipolia wale watoto wakauliza, vipi ni nini mwalimu mbona analia? Ambwa basi kuna Ernestine ametuacha. Watoto wakasema ni yule mwalimu aliyempiga. Ni yule mwalimu aliyempiga. Aidha, Jimmy Thoya na Caroline Kiringi ambao ni jamaa wa marehemu sasa wanaomba serikali kuingilia kati ili kukomesha visa kama hivi, kwani ripoti ya upasuaji wa maiti na matokeo ya CT scan yamebainisha kuwa marehemu alifariki kutokana na kuvuja damu kichwani. Kama family na tunahuzunika na tunaomba vyombo vya serikali viweze kuchukua hatua ili tuone haki ya huyu msichana inapatikana na pia haki ya familia imepatikana. Ni hatua gani watachukua kudhibiti mpaka watoto wengine pia wasiathirike na hili jambo? Tunaomba mtusaidie serikali, tunaomba huyu mwalimu achukuliwe hatua. Ni ghadhabu gani ambayo mwalimu alikuwa nayo dhidi ya yule mwanafunzi mpaka aweze kumpatia kichapo cha umbwa kimfikishie mauti yake? Mpaka sasa hii habari ambazo tuko nazo za uhakika ni kwamba mwalimu yule hajashikwa wala hajawekwa korokoroni. Ni jambo la kustaajabisha kusikia polisi wanasema ya kwamba hata wanasubiri postmortem report itoke ndio wao waweze kumshika yule mwalimu. Naibu kamishna wa Kilifi Kaskazini Samuel Motisia amethibitisha tukio hili na kusema kuwa uchunguzi umeanzishwa, huku akiwaomba walimu kufuata sheria ili kulinda maslahi ya wanafunzi. Children rights, ile haki ya mtoto imekata sana mtoto kuwa subjected kwa ile hali ya kwamba ni kama kitu ni dhuluma kwake, na pia Basic Education Act imekataa. Sasa familia ya marehemu Ernestine Tunje pamoja na mashirika ya kutetea haki za binadamu yanaitaka serikali kuchukua hatua za kisheria dhidi ya mwalimu anayedaiwa kuhusika ili kulinda maisha ya wanafunzi. Nikiripotia TV47, mimi ni Juliet Kimwe. Asante sana Juliet Kimwe kwa taarifa hiyo. Kutoka Kilifi sasa tusanzuke hadi Laikipia
ambako wakazi wa Thome katika eneo la Laikipia ya Kati wameelezea masikitiko yao kuhusu ucheleweshaji wa ujenzi wa daraja muhimu ambao umesababisha chanzo pekee cha maji kuzibwa kwa miezi mitatu. Kile kilichotakiwa kuwa faraja kubwa kwa zaidi ya wenyeji 800 sasa kimegeuka kuwa chanzo cha mateso kwa wakazi ambao sasa wanakabiliwa na hasara kubwa baada ya mazao yao kukauka kutokana na kukosa maji. Wakazi hao wametoa makataa ya siku 3 kwa mkandarasi kukamilisha ujenzi huo, la sivyo wataandamana na kuvunja kuta za madaraja yaliyoziba mkondo wa maji. Laban Muhinda anatuarifu zaidi. Wakazi wa eneo la Thome Laikipia ya Kati wameeleza kufadhaika kwao na muda mrefu ambao mwanakandarasi amechukua kukamilisha ujenzi wa daraja muhimu, shughuli ambayo imesababisha kuzibwa kwa chanzo pekee cha maji eneo hili kwa miezi mitatu. Kulingana na wenyeji, mradi huu ulikusudia kuleta manufaa makubwa kwa zaidi ya familia 800 na badala yake umekuwa kero, kwani mazao yamekauka na kuacha wakazi wengi wakikodolea macho umaskini. Huyu jamaa ametuzoea, daraja kabomoa. Hii ni daraja ile tunatumia kwa miaka 2 ama 3. Sasa sisi tuko na tabu, alibomoa intake yetu ya maji. Sasa tunashindwa ni nini tena? Hii daraja imeleta tabu. Tunaipenda na tunataka ijengwe. Lakini madhara ile imeleta kwa watu wa Thome ni kubwa sana. Kwa sababu watu wengi sana wamepoteza mazao na wengine hata wanafikiria kuhama Thome. Wakazi hawa wanadai kuwa kwa zaidi ya miaka 40 wamekuwa wakirai serikali kujenga daraja hili ili kuwezesha ufikiaji rahisi wa huduma muhimu, vilevile kuunganisha zaidi ya vijiji 7 jirani. Hata hivyo, mkandarasi ambaye alikuwa ameahidi kukamilisha ujenzi kwa mwezi mmoja alitoweka siku chache baada ya kuanza kazi, taarifa zikisema kuwa ni kutokana na malipo kucheleweshwa. Sasa hiyo buto imefungwa kukisemekana ni daraja inajengwa, lakini huyu contractor bado lipo hata duluru. Sasa contractor anaona afadhali kwanza hata koroga ndio alipwe. Sasa hawa watu wanaliba ndio wanaubia. Ingekuwa vizuri wale walikuja na hii idea ya kujenga hii daraja warudishe maji kama vile walikuwa tumeagana na wao. Ikifika tu wamejenga ukuta wa pande hii na pande ile nyingine watarudisha maji. Waje warudishe maji na ikiwezekana kesho. Serikali kitu kama hii kuliko kuja kusupervise haiangalii, na tuko na MP na tuko na governor. Wote walienda wakalala. Twende wapi? Tusaidieni wale wana uwezo. Wakiwa wenye ghadhabu, wenyeji hawa wametoa makataa ya siku 3 kwa mkandarasi kukamilisha ujenzi huo, la sivyo wataandamana na kuvunja kuta za madaraja yaliyoziba mkondo wa maji. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Laikipia, jina langu Laban Muhinda. Na familia 20 kutoka eneo la Kambigarba, kaunti ya Isiolo zinaomba usaidizi wa kuwalea watoto 21 wenye ulemavu tofauti, wakiongozwa na Safia Jarso chini ya kundi la Jicho la Wazazi walio na watoto wenye ulemavu. Akina mama hao walisema kila mtoto anahitaji angalau shilingi 5,000 kila mwezi ili kumudu mahitaji yake ya msingi, gharama ambayo ni ngumu kwa kuwa wengi wao hawana ajira. Wazazi hao pia wanataka usaidizi wa kuwawezesha watoto wakubwa walioacha shule kujiandikisha katika kozi za kiufundi kwa ajili ya kujitegemea. Changamoto kubwa kama wazazi ya watoto walemavu. Watoto wengine wao walemavu ni mtoto analala, unamuamsha, unampea kitu, unamfunga pampers, unamrudisha kwa usingizi. Wengine wetu hatuna wheelchair. Watoto wanahitaji pampers, wengine wanasimia wanahitaji dawa, wengine wako na ugonjwa wa sukari wanahitaji dawa. Na wengi wetu wazazi hawa watoto ni watoto, yani ni wazazi hawana bwana. Ni wajane wengine wetu. Sasa changamoto ile tuko naye, watoto wengine ni watoto wanahitaji kufanyiwa mazoezi. Kupeleka watoto hospitali
inatakikana pesa ya kwenda na kurudi ni 300. Na pale kwa hospitali tunalipishwa kila mtoto shilingi 250. Na kusema ukweli wengine wetu hatuna kazi, hatuna biashara, tunapitia changamoto kubwa. Na wazee katika kaunti ya Kilifi wanalalamikia ongezeko la visa vya mauaji ya wazee vinavyoendelea kuripotiwa mara kwa mara, na sasa hawana cha kusherehekea dunia inapoadhimisha siku ya wazee. Wakizungumza mjini Kilifi, wazee hao wametoa wito kwa serikali na mashirika ya kijamii kukomesha uovu huo. Serikali na mashirika ya kutetea haki za binadamu yamesisitiza umuhimu wa kutafuta suluhu ya kudumu na kuanzisha miradi ya kuwawezesha wazee kujimudu kimaisha. Kilifi haina mambo mengi sana ya kusherehekea kwa sababu sisi ndo kaunti ya kwanza Kenya mzima ambayo inaua wazee, na imekuwa ikiwaua si leo, si jana, si juzi. Sisi tulianza kuhifadhi ama kuokoa na kuhifadhi wazee tangu mwaka wa 2011. Serikali zote mbili za county na national hawajukumiki kikamilifu kuleta msaada kwa sababu ya wale wazee ambao wanakaa pale, ambao hiyo ni kwa sasa itabidi sisi wenyewe tujaribu kuhakikisha kwamba wanakula, wanavaa, wanakunywa. Tunajua kwamba wazee wana haki ya kuishi, haki ya kutangamana na haki ya kutodhulumiwa. Na hapa kwetu Kilifi County tumeona kumekuwa na changamoto kidogo, haswa kwa upande wa dhulma dhidi ya wazee, mauaji na mambo mengine. Na kaunti ya Laikipia ambayo imekuwa ikitegemea zaidi ufugaji na kilimo cha mazao ya chakula kama mahindi na ngano, sasa inageukia zao la kahawa. Hatua hii inalenga kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya hewa, kupungua kwa rutuba ya udongo na kupungua kwa mapato ya wakulima. Hatua hii inaungwa mkono na wakulima ambao wanasema mapato kutoka kwenye mazao ya chakula yamekuwa yakipungua kila msimu. Wanaona kahawa kama fursa mpya ya kupata kipato bora na kuimarisha maisha yao. Gavana wa Laikipia Joshua Irungu akizungumza katika hafla ya kugawa miche 7,000 ya kahawa eneo la Ngobit amesema serikali ya kaunti inalenga kusambaza miche milioni 8 ifikiapo mwaka 2027. Amewarai wakulima kuanza kupanda kahawa ili kupata faida kubwa ikilinganisha na mazao ya kawaida kama mahindi na ngano. Na siku ya leo ningetaka kumshukuru gavana wangu Bwana Ilongo ambaye ameleta hiyo project ya kupanda kahawa katika hii area yetu. In fact, I would like to say nilikuwa nimemuuliza kitambo kama kahawa inaweza fanya hapa, kwa sababu upande wetu wa Mutaro kulikuwa na kahawa. Naye akaniambia atatumia maafisa wake wa kilimo ambaye sasa amewatumia, wamefanya research na wameona kwamba hapa kahawa itakuwa inatusaidia. Kwa hiyo tungetaka kusema ya kwamba hii siku hatutakuwa tukisema Laikipia ni jangwa tena, kwa sababu tutakuwa tunalima kahawa na kahawa ni dola. Na ndio tuanzishe mambo ya kahawa. Tumefanya utafiti kupitia kwa Coffee Research Institute na watu wa Kimathi Dedan, Kimathi University na wengine watu wa Karo wamefanya utafiti wa kutosha, na ikaonekana ya kwamba kahawa inaweza kukua katika Laikipia. Na hata kabla ya huo utafiti kufanywa, tayari kulikuwa na wakulima, mimi nikiwa mmoja wao na wengine wako walikuwa wameanza kupanda kahawa. Kama kwangu mimi napanda kahawa, kuna wengine wamepanda kahawa kwa hivyo ni miaka hata 5, 10, 15 wamekuwa na kahawa. Na kwa hivyo hata ule utafiti sasa hii ndio ule umetupatia nguvu ya kwamba kahawa, ile hali ya hewa tuko nayo Laikipia, kahawa itaweza kufanya kazi na ile inaweza kuwa na ile njia inayofaa. Na kwa hivyo kwangu ni furaha kubwa sana, kwa sababu mara nyingi kama extension officer, mara nyingi ile inakuwaga gumu sana kwa kwa any kind of transformation ni kuchange the mindset of our people. Kwanza wale watu wamezoea kupata mmea wa aina moja, kuwatoa kutoka kwa hiyo mmea wametegemea miaka na miaka, kuwaleta kuintroduce any other crop inakuwaga gumu. Na kwa hivyo wakati huu nataka kushukuru Mwenyezi Mungu, na sana sana nishukuru watu wa Laikipia County ya kwamba wameniamini na wamechange mindset ya kwamba tunaweza geuza sasa tuanze kupanda kahawa. Na kwa hivyo ni watu wengi, hata ile shida tutakuwa naye, which is a positive problem, ni ya kwamba wale wanahitaji kahawa, the demand
ni kubwa sana kuliko ile tunaweza kusupply kwa wakati huu, na kwa hivyo tunataka kuhakikishia watu wetu wa Laikipia County ya kwamba sasa tumejua na tumesoma, na kwa hivyo ile kazi tutakuwa nayo ni ya kuhakikisha kama serikali tuletee wakulima wetu miche ya kahawa ya kupanda. Lengo letu ni ya kwamba miaka 2 ijao, mwaka ujao wa 2026 na by 2027, lengo letu ni ya kwamba tutakuwa tumepatia wakulima wetu zaidi ya miche milioni 8 katika Laikipia. Ndio miaka ijao kama 2030 Laikipia County tutakuwa tunapata 10 billion Kenya shillings. Ile itakuwa inaingia kupitia ukuzaji wa kahawa. Mungu ambariki sana kwa sababu anatupatia pesa ya kuweka kwa mifuko ya kahawa. Kwa sababu tunalima maharagwe, nini yote viazi, na hakuna pesa ya kuweka mifuko. Lakini leo tutaweka pesa kwa mifuko. Tunajua hata hapa Laikipia hii tukipanda ina nini ukira gweta gwate itakuwa best ya padi ya Laikipia. Na serikali ina matumaini mapya ya kufanikisha utoshelevu wa chakula nchini kupitia mradi wa Galana Kulalu unaotekelezwa kwa ushirikiano kati ya sekta ya umma na binafsi. Waziri wa Fedha John Mbadi akizungumza baada ya kuzuru mradi huo amesema kuwa tayari shilingi milioni 500 zimewekezwa katika ekari 1500. Amesisitiza kuwa mradi huo utatekelezwa katika awamu 3 na unatarajiwa kukomesha uhaba wa chakula ifikiapo mwaka 2027. Kwa upande mwingine, katibu katika idara ya unyunyuziaji mimea Ephantus Kimotho amesema mradi huo umeunda maelfu ya nafasi za ajira kwa wenyeji na kuimarisha miradi mingine kutokana na uwezo wake wa kustahimili mabadiliko ya tabia nchi. It was important for me to be here to witness firsthand where we have invested our money and where we have contracted through PPP program the production of maize in Galana Kulalu. Let me point out that what I have seen is impressive. This project is a massive one. At the moment, it is going to be implemented in about 3 phases. Phase 1 is what we have just seen, which is basically targeting about 10,000 acres of farmland will be put into productive use. What we have seen across, walking around, and you can see maize here. I'm told the first harvest will be next week. Where the person that has been given the contract, it's called Selu, has already put under production, maize production, 1,500 acres. That was the target for September, which ended yesterday, and they have achieved that. We have realized that objective. These are very key projects, and Waziri has said that we have invested 500 million in this particular project. But in terms of the output of this project, when we are at maximum of 10,000 acres, this project will be able to give us at least 2.8 billion Kenya shillings. That shows you that for every shilling invested towards agriculture, in terms of return to the economy, it comes back 6 times. But more important also is the job creation. This project, as we talk, because it's a highly mechanized project, by the time we are at full production of 10,000 acres, this project will have employed 5,000 people. And just like Waziri also has said, that this project is a backbone such projects are the backbone of the economy. When we do agriculture production, especially under irrigated agriculture, whereby we are trying to address the issue of climate resilience, this project will be able to create such projects will be able to create linkages with other government projects like the County Aggregation Investment Park. We have seen as evidence where we have County Aggregation Investment Park and we have irrigation projects, there are many more investors who are likely to invest in such. Na muungano wa wauguzi nchini umetangaza kaunti ya Siaya kuwa hatari kwa wahudumu wa afya baada ya wauguzi wa kaunti hiyo kuvamiwa na kundi la wahuni wakati wa maandamano ya amani katika afisi ya gavana. Naibu katibu mkuu wa muungano huo Maurice Opetu amesema kuwa tukio hilo lilipangwa, akimtaka gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo
kuomba msamaha hadharani na wahusika kuchukuliwa hatua. Zaidi ya wauguzi 20 walijeruhiwa, 2 wakilazwa hospitalini, huku mwakilishi wa wadi ya Siaya Township Obiero Otare na viongozi wengine wakilaani tukio hilo. The governor of Siaya must come to account and apologize in public to the nurses and the healthcare workers for the act of barbarism. And we saw a county officer distributing batons and rungus to goons to attack professionals. We are wondering why treat the health workers with such kind of impunity. Therefore, we are telling the county government of Siaya, if you do not resolve these issues, then you may end up deploying these goons to serve the people of Siaya. Wanawake wa kikundi cha uhifadhi wa mazingira cha Mayungu katika eneo la Kutua Samaki, Malindi County ya Kilifi wamezindua kampeni ya kusafisha ufuo wa kijiji chao kwa lengo la kupunguza uchafuzi wa mazingira na kutunza fuo za bahari. Wakizungumza katika uzinduzi wa kampeni hiyo kwa kushirikiana na kitengo cha usimamizi wa fukwe na wazee wa Mijikenda Kaya, walisema kuwa walisukumwa kuanzisha mpango huu baada ya uchafuzi kukithiri kijijini na kwenye fuo za bahari. Aidha, walilalamikia kutoshirikishwa na wavuvi ambao ndio watumiaji wakuu wa eneo la Kutua Samaki. Wito ulitolewa kwa wavuvi kutoa ushirikiano na jamii nzima ya Mayungu na taifa kwa ujumla kuweka mazingira safi, kuboresha maisha. Katika Mayungu yetu ilikuwa ni chafu sana. Tukajitolea kama mama wa vikundi kufanya usafi. Tumeanza vijijini mpaka tumefika kwa ufuo. Mayungu iko chafu sana. Tumepata vitu vichafu aina. Hatujaambiwa na mtu tufanye hii kazi. Tulijitolea kwa uwezo wetu wenyewe. Kweli mazingira ya Mayungu ni machafu sana, tukizingatia kwamba wavuvi haja yao sana ni kwenda baharini kuvua samaki, lakini hawaangalii mazingira. Ni jambo la kutia moyo sana. Wamefanya kazi nzuri sana. Japo wavuvi wao ndio ni washikadau wakuu sana kuhakikisha kwamba sekta hii ya uvuvi imenawiri na pia imekuwa katika mazingira safi. Wao hata hawakushiriki katika ile zoezi kabisa. Lengo kubwa ni kuunganisha imani kupitia mazingira. Sisi tunaichukulia hii ya siku ya leo kuwa siku ya muhimu, na naomba jamii wakati mwingine tuweze kushirikiana ili kuweza kuboresha usafi wa hapa Mayungu na hata Malindi kwa jumla, na pia hata ikienea Kilifi County na Kenya mzima tukiwa safi pia itakuwa ni vizuri. Na kaunti ya Makueni imezindua sera mpya ya nishati kwa lengo la kuongeza upatikanaji wa umeme na teknolojia safi za kupikia. Sera hiyo iliyozinduliwa na Gavana Mutula Kilonzo Jr. pamoja na washirika wengine wa kimaendeleo inalenga kuongeza kiwango cha upatikanaji wa umeme ambacho kwa sasa ni 29% pamoja na matumizi ya teknolojia safi za kupikia ambayo ni 17% pekee. Mpango huu unatarajiwa kupunguza kwa kiasi kikubwa utegemezi wa kuni zinazotumika na zaidi ya 70% ya wakazi wa Makueni na kuifanya kaunti hiyo kuwa ya kupigiwa mfano katika mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi na maendeleo endelevu. This policy will transform how people live, how people work, and how people learn. It will power villages with solar mini-grids, give business the boost they need to thrive, and position Makueni as a pioneer in localized energy governance, a model that other counties, the nation, and even the world can learn from. I'm looking forward to solar-powered or energy-saving boda-bodas being launched in Makueni. I'm looking for energy buses to come to Makueni and matatus, etc., so that then Mutisia and company can be in good business. Ladies and gentlemen, this policy is not just a policy. It is a promise and a commitment from the government of Makueni County.
I'll start with a congratulation, because Makueni is leading by example in shaping Kenya's clean energy future and climate ambitions. And this launch of the Makueni County Energy Policy is a significant milestone in that journey. And it's a culmination of a long-standing partnership between the government of Makueni and the United Kingdom through our UK Pact programme, where we've partnered in developing the county energy plan, as I mentioned, the solarisation of the Makueni Level 5 hospital, which I have been on top of the roof and seen the solar panels, so I know it's there, and I'm glad that it's saving money and hopefully saving lives as well. And then also the forest landscape restoration plan, which we launched in June. And I think this collaboration, it's grounded in shared values, so climate ambition, community empowerment, and inclusive development. Na maelfu ya vitambulisho vipya vya taifa havijachukuliwa katika kaunti ya Embu, hali inayozua wasiwasi hususan wakati huu ambapo usajili wa wapiga kura unaendelea nchini. Mkurugenzi wa usajili wa kitaifa Kirago Ndirango amesema zaidi ya vitambulisho 6,000 vimekwama katika afisi za usajili na vituo vya huduma. Anasema vitambulisho hivyo vilitolewa kati ya mwezi Juni na Septemba, lakini wamiliki hawajafika kuvichukua. Afisa wa IEBC Agnes Mutisia anadhibitisha kuwa ingawa hamasa ya wananchi imeanza kuimarika, idadi ya waliojitokeza bado ni ya chini. Those who have registered to come and collect their IDs, because we have IDs lying at Huduma Center, lying in all sub-counties offices, uncorrected. And those who claims not to, I don't know, they should come and tell us, because the normal waiting for an ID to produce is 3 weeks. So if somebody has not received his ID within 3 weeks, this is a concern for us. Tunaangazia idadi ya katika hii CVR 10% ya ile target ambayo tunafaa kutimiza kufikia 2027, 7,960 katika hayo maeneo 3 ya bunge ambayo ni Manyata, Runyenjes na Mbeere South. So wanakuja tu wakiwa wameachana kidogo kidogo, lakini tunatarajia as the days goes by wataongezeka, idadi itaendelea na kuongezeka. Visa vya dhulma za kijinsia vimekuwa vikiongezeka katika eneo bunge la Teso Kaskazini, hali iliyowasukuma washikadau mbalimbali kuanzisha mbio za nyika zitakazofanyika tarehe 22 mwezi ujao katika shule ya Chelomuk. Uzinduzi wa mbio hizo ulifanyika katika eneo la Amagoro na ulihudhuriwa na mdhamini mkuu Charles Cheseto, mwakilishi wa shirika la Dhamira Moja Sara Martha, pamoja na waziri wa michezo na utamaduni wa kaunti ya Busia Paul Olunga. Waziri Olunga alidokeza kuwa serikali ya kaunti ya Busia imeweka mikakati kabambe kupitia michezo ili kuinua jamii na kutoa nafasi kwa vijana kushiriki katika shughuli zitakazowaepusha na dhulma za kijinsia. Aidha, alisisitiza kuwa michezo ni nyenzo bora za kuhamasisha jamii na kuimarisha mapambano dhidi ya dhulma za kijinsia. So we welcome wakimbiaji wote from Teso North tukutane Chelomuk on 22nd November, and this year's theme is a run to an end of GBV, gender-based violence. It has been on increase. So we thought as a team, as a family, as a number of partners, that we are coming together to sensitize our community on how best we are going to end GBV in Teso North. This is the second edition. We had the first edition that we had our participants being taken from Teso North going to compete at Chepsaita, Uasin Gishu County. We had a number of them who were successful, that were able to be taken out of the country, and we have a number of them that were sponsored locally. A good example is Bernard Okomol, who has been sponsored by Chepsaita Secondary School. He's under full scholarship by that program, and we expect that he's going to perform better in his exams and also proceed to other countries if he managed to get a seaplane in his education.
Tumeona vijana wengi wameengage into drug abuse, wengine wamepoteza maisha yao kwa kujitoa uhai. Depression imekuwa mingi, lakini tukiengage katika michezo kama hizi zinatufanya tunachangamka, tuna keep mind yetu inakuwa busy, na kwa hivyo wakati wa ile kuwa na depression, wakati wa kufikiria kwamba kujitoa uhai ndio solution, haiwezi. Na wakulima wa kilimo asili katika eneo la Githunguri, kaunti ya Kiambu, wamezindua soko maalum la mazao ya kilimo asili. Soko hili litakuwa kituo cha kuhifadhi, kuongeza dhamani na kukuza mazao ya asili yaliyopatikana kutoka kwa wakulima wa kilimo cha asili walioandikishwa pekee. Mpango huu uliratibiwa na mashirika yanayokuza kilimo asili chini ya mwavuli wa Pelham Kenya kwa lengo la kuwapa matumaini, uaminifu na kutofautisha bidhaa za asili na zile za kawaida. To launch this market, wakulima ambaye hawarimi na organic lakini wanataka chakula ya organic, wae wanakuja kuchukua hapa na wanaenda kukulia nyumbani. Chakula ambaye haijalimwa na kilimo hai ni chakula ambaye inaweza kuleta madhara hata kwa miili yao. Haya chakula ya organic ina manufaa kwa afya za binadamu kuliko hii pande nyingine ambayo tunatumia madawa ambayo tunasikia yanaanza kuleta magonjwa. So I think wakulima organic watafaidika sana juu watakuwa na specific soko mahali watakuwa wanaweza kupeleka vitu zao za organic. Kuwaambia wana jezi ama watu hawa wandogo waingilie kwa kilimo. Iko na faida, inasaidia watu juu tulikuwa tunalima na hatukuwa na soko. Mtazamaji, hospitali zinazomilikiwa na taasisi za kidini nchini zinalalamikia ucheleweshaji wa malipo kutoka katika mamlaka ya bima ya afya SHA. Viongozi wa kanisa la Kianglikana kaunti ya Kirinyaga wanasema hali hii imeathiri utoaji wa huduma hasa kwa wananchi wanaotegemea hospitali hizo. Akizungumza katika eneo bunge la Kirinyaga ya Kati, kaunti ya Kirinyaga, Askofu Joseph Kibushwa wa kanisa la Kianglikana ameeleza kuwa ucheleweshaji wa malipo kutoka SHA umesababisha matatizo makubwa ya kifedha katika hospitali zinazomilikiwa na taasisi za kidini. Hospitali hizo zimekuwa tegemeo kuu kwa wananchi wengi katika maeneo ya mashinani, lakini changamoto za kifedha zinatishia kuzorotesha huduma za matibabu. Mambo ya SHA ni kweli inaumisa kwa sababu hata hapa Mount Kenya Hospital tuko na shida. Kwa sababu tuko na deni, tunahitaji ilipwe na SHA na ni deni kubwa. Lakini ikilipwa inalipwa kidogo kidogo ambayo haitoshi kulipa mishahara, haitoshi kulipa suppliers, haitoshi kulipa madaktari. Na sasa tuna operate na overdraft. Na overdraft inaumisa hospitali. Kwa hivyo ni vizuri tuambie ukweli kwa sababu inaonekana ile watu wanasema, wakubwa wanasema, na ile iko ground ni tofauti kabisa. SHA itafanya mahospitali ya private isimame na ishindwe kuendelea mbele. Deni ni kubwa. Wakati tulikuwa tumeenda kwa headquarter ya SHA kwa sababu tumeenda huko kuomba tulipwe. Deni ilikuwa kama milioni 60. Lakini sasa hii ni wiki ya 4 na imeongezeka, lakini ile tumelipwa ni 2.6 million. So shinda inaendelea kuongezeka. Mtazamaji, nduguye mwanahabari wa kituo cha Radio 47 na TV 47 Amisi Musula maarufu Katela Messi, Leonard Amukhoye Masula amezikwa jana Jumatano nyumbani kwao Ebutai Musatsa, eneo bunge la Khwisero, kaunti ya Kakamega. Amukhoye mwenye umri wa miaka 47 alifariki tarehe 24 Septemba kutokana na kile familia inasema ni mshtuko wa moyo. Wanafamilia wakiongozwa na nduguze Brivian Mashemo, Sylvia Aswan na Amisi Musula wanamuenzi, wakielezea maisha yake kama ya furaha, uvumilivu na ukarimu. Ndugu, marafiki na wanajamii walijumuika kusherehekea maisha yake na kumpa heshima za mwisho. Na kesho watasema ya kuwa kama hangechukua roho yake
Tena ingekuwa wakati ambao tuko pamoja. Kwa hivyo ndio sababu mnaona tuko hapa, tumewakaribisha na nyinyi mmetukaribisha. Tuko sisi pamoja. Bwana Yesu apewe sifa. Wenzetu, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sitaki kuenda kwa mengi, ndio sababu mnatuona. I'm also suffering from heart failure and heart yake imefika 21% ya kupump damu. So roho yake kama haipump damu enough kutoka, alikuwa na collapse kwa sababu akili yake ipati damu. And then hiyo damu nyingine ambayo inabaki kwa roho ifanya roho ikafura. Na roho kufura ikiwa baridi, lungs zake zikapata maji. Reason alikuwa anakohoa sana. Right? So shida ilitoka kwa heart ikaenda kwa lungs. The moment alienda Kenyatta, alianza kupatiwa madawa na alipatiwa dawa poa sana. Amekuwa akimeza dawa until mwenyewe akaona ni kama amepona. Nje alikuwa baba, tulikuwa tumeachiwa na mzazi wetu, lakini kazi yote ni Mungu ameifanya. Senye ningeomba tu, juu nasikia mkisema nyinyi ni watu, ningeomba tu maombi. Tumebaki watatu, ni uchungu, lakini sezi nikakosoa Mwenyezi Mungu. Alikuwa ana fight, anagojeka, lakini ukimuona, ukimwambia yeye ni mgonjwa, anakukataza, anakuambia no. Alikuwa very strong. So amekuwa akifight hivyo, lakini ametuachia hivyo. So ndio tuko hivi. Tumebaki hivyo watatu, wasichana wawili. What we request mostly is prayers. Makiwa kwa familia ya Musula, Mola ailaze roho yake pema penye wema. Na tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC inapoendelea kusajili wapiga kura wapya, wito umetolewa kwa vijana kuwa na mshikamano wa kukataa kugawanywa kwa msingi ya kikabila, tabaka na vyama vya kisiasa. Wakiwa na mwaniaji wa urais ambaye ni kijana katika kaunti ya Nakuru, wakazi wa Nakuru wametaka Wakenya kuzingatia kuwateua viongozi vijana katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 ili kuleta mabadiliko katika taifa. Aidha, wametakiwa kuwagomea wanasiasa wanaotoa hongo ili kuchaguliwa. I want to announce that I'm a candidate, a presidential candidate 2027. It's not about the presidential candidature, but kilio ya wananchi. Tumeshuhudia mambo mengi. Tumeona kwamba our great nation Kenya iko na more talents, iko na resources, iko na watu wengi ambao wamesoma. But because this system, this government imeweza kumaliza na kuua dreams of our youth. And my message today here, my fellow Kenyans, the time has come to restore dignity and hope of our nation. Kwa hivyo mimi nawasihi wa Kenya wote, the young generation, tukuje pamoja, tushikane mikono, tuchukue kura. If we want to change, if we want to make change in this country, lazima we change the way we are doing things. I go back this young man because they have a vision. They have realized that the older men are failing the nation. Somebody should take care of this nation. This nation is very rich. It has resources. So we need somebody who takes care of this nation. We need somebody who fixes this nation properly. Now the problem, somebody again said, the youth, it is a time bomb for this country. Let this problem of the youth or the Gen Zs be a problem of everybody in this country, because now it is a time bomb. Ningeomba Wakenya wote waache hii siasa ya handout, tufanye siasa kama vile US wanafanya, kuwa kama mtu amejitokeza na sera zake ni mzuri, tunaweza kumchangia. Sisi wenyewe ndio tunafaa kumchangia, haweze kufanya nini kufikia nchi mzima.
Na changamoto kama mimba za utotoni, ndoa za mapema na vitendo vya ukeketaji bado ni miongoni mwa matatizo makuu yanayowakabili watoto wa kike katika kaunti ya Kajiado. Hali hii imebainishwa katika kongamano la washikadau wanaopigania masuala ya watoto, ambapo wadau mbalimbali wamejadili mbinu za kulinda mustakabali wa mtoto wa kike. Katika kikao hicho, wazazi na walezi wametakiwa kuhakikisha watoto wanalindwa, hasa shule zinapoelekea kufungwa kwa likizo ndefu ambayo mara nyingi hushuhudia ongezeko la visa vya ndoa za mapema na ukeketaji. Washikadau hao pia wametoa wito kwa jamii kushirikiana katika vitendo au katika kutokomeza vitendo hivyo ambavyo vinavuruga ndoto za watoto wa kike. Here in Kajiado, as you know, we have so many issues affecting the girl child. One of the issues is the early marriages, some of which are forced marriages, and it's a cultural issue. We've also had issues of teenage pregnancy. And the worst of all, we've had the cases of FGM. Through the Tuseme Club, these girls are able even to come and mention and even tell the teachers of any planned child marriages and of any planned FGM that is to happen during the school holidays. I started the Tuseme Club in Sajironi Girls. In this club, the students meet during the clubs and societies session, that's on Tuesdays, and they discuss the challenges they go through as teenagers. Once they discuss these challenges, they again sit down and discuss the possible solutions to these challenges. And it doesn't end there. Once they have discussed the challenges and they have come up with solutions, they again now come up again with a play, a song, a dance, or in short, a theatrical performance, which now they use to sensitize the other students and other educational stakeholders, especially during the annual general meetings. Yetu ni kuwaita washikadau wote na hasa viongozi wa jamii na pia hata viongozi wa siasa ama wenye wameajiriwa na serikali, sisi sote tuweze kushirikiana. Kwanza wale watu wanatekeleza hii ukeketaji tuweze kujua ni akina nani na ndio tuwakomeze, kwa sababu kama inafichwa najua wale wanakeketa wanajulikana. Na takriban wafanyabiashara 100 wa kuuza vinyago pamoja na bidhaa nyingine za utalii katika eneo la Chandarana, Diani, kaunti ya Kwale wanahofia kufurushwa na mwekezaji mmoja anayedaiwa kuwa mmiliki wa eneo hilo. Wafanyabiashara hao wamemtaka mwekezaji huyo kuwapa muda wa kuendelea na biashara zao kabla ya kuhamia sehemu nyingine mbadala. Haya yanajiri baada ya wafanyabiashara hao kupewa ilani ya siku 7 kuhama mara moja ili kutoa nafasi kwa mwekezaji huyo kutekeleza shughuli zake. Aidha, wafanyabiashara hao wameitaka serikali ya kaunti ya Kwale kuingilia kati ili kutatua swala hilo, ikizingatiwa kuwa wamekuwa wakihudumu eneo hilo kwa miaka 25. We have families and whatever we sell here, they are souvenirs. Hizi vitu tutapeleka kwa nyumba uuze. They are not tomatoes. Hizi ni vitu lazima ziuzwe hii area. So we are asking them waongee na the developer, because they know the developer, waongee na yeye. All we are asking from him is atupatie time. This is peak season for our business. We just need time for us to work this season. Na high season is from now hadi mwezi wa 3. As we look for somewhere during that time, we relocate. We are not refusing kutoka hapa. Hata sisi tunataka maendeleo Diani. But whatever we are asking from him, atupatie time. Tupate place ya kwenda. We are not here illegally. Even the county government knows we are here and we pay tax. Tunajulikana tuko hapa. Unaona? Kwa hivyo jameni, tunaomba huyu investor kwanza atokee aongee na sisi. Hiyo si kazi ya MP wetu, hakuna kitu si investor wa hapa. Tunataka mwenyewe aje atuambie, jameni, mimi nataka kutoka siku hii mpaka siku hii mtoke. Tunaelewa sisi wanda wazimu, hatuwezi katalia kwake, lakini atupatie time. How comes for 25 years ikuwe notice ni ya 1 week kutoka hapa for sure, na hatujaipata barua. Ni magari tunaona hapa tu ya serikali, hiyo hapa mtoke, tunawapatia 1 week, hatuwataki hapa tena. We are calling up our governor, Fatuma Chan, please help us. We need your help. Tunanyanyaswa.
na sisi ni wananchi wa Kenya na tunalipa taxes. Hapa kila mtu ako na license yake. Hakuna mtu alipi license. Tunalipa kila kitu. So sisi tunaomba usaidizi wenu, tukiomba sana sana Mheshimiwa Fatuma Achani utusaidie. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo sasa sina la ziada, ninatia kikomo kwenye awamu ya kwanza ya kipindi hiki cha TV47 Matukio. Kwenye awamu ya pili, kama nilivyokuarifu mwanzoni mwa kipindi hiki, ni kwamba leo tutakuwa tunajikita katika masuala ya elimu, tukiangazia mgomo wa wahadhiri na hali kadhalika tukiangazia athari yake kwa wanafunzi wa vyuo vikuu ambao sasa wamebaki kwenye njia panda. Tayari nawaona wageni wangu wamejaa studioni. Baada ya mapumziko haya mafupi, nitakuwa ninasema nao mawili matatu. Vile vile pale nyumbani utakuwa na fursa ya kuchangia kwenye kipindi kupitia mitandao yetu yote ya kijamii. Facebook tuko live ni TV47 Kenya, kwenye mtandao wa YouTube vile vile tuko live ni TV47 Kenya, kwenye mtandao wa X ni @TV47 News, nami utanipata @kilemi_Andrin. Tunaponga unyunyu kidogo, lakini usiende mbali, salia papo hapo. Tukirejea tunarejea na mengi zaidi.